Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani, kamishina msaidizi wa polisi Salum Morkase ametoa wito kwa wazazi, walezi, viongozi wa kidini na kijamii pamoja na wananchi kwa ujumla kushirikiana katika malezi ya watoto ili kuepusha changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza kwenye jamii inayowazunguka. Ameyasema hayo siku ya tarehe 30 Julai alipozungumza na waandishi wa habari kufuatia tukio la binti mmoja aliyefahamika kwa jina la Rahma Musa kumuua mama yake mzazi mwenye changamoto ya ulemavu wa miguu yote miwili, ambaye alifahamika kwa jina la Hadija Hemedi Shaha mwenye umri wa miaka 51, mkulima na mkazi wa Msoga wilayani Chalinze, kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kichwani. Binti huyo alimuua mama yake Julai 28 baada ya kuzuiwa kuhudhuria sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa rafiki yake, yaani maarufu kama birthday party, iliyoambatana na ngoma za jadi maarufu kama kigodoro huko maeneo ya Msoga. Kamanda Morkase ameikumbusha jamii kusimamia malezi na kuwa karibu na watoto ili kuweza kubaini changamoto zao kwenye makuzi, ili hatua stahiki zichukuliwe mapema kabla hakujatokea madhara makubwa ikiwemo matukio kama hayo. Moja kwa moja, mtazamaji, karibu uweze kupata undani wa taarifa hii. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linaendelea kutoa rai kwa wananchi, lakini kwa wazazi, walezi, viongozi wa kidini na wa kijamii kwa ujumla, kushirikiana kwa njia moja au nyingine katika eneo kubwa la malezi ya vijana. Sote tunashuhudia tukio hili, namna ambavyo binti huyu amelitenda kwa mzazi wake ambaye kwa huruma kubwa ni mlemavu. Pamoja na tatizo hilo alikuwa nalo, lakini fikiria ameweza kumkuza mpaka amefikia umri huo wa miaka 16. Lakini leo hii, pasi na shukurani wala busara wala hekima, ugomvi wa kukatazwa kwa nia njema kutokwenda kwenye ngoma za aina hiyo usiku, lakini imegeuka kuwa ni madhira makubwa kwa mama huyu ambaye amemlea kwa taabu na dhiki katika kipindi chote cha miaka yake ya 16. Hivyo tunatoa rai kubwa kwa wananchi, wazazi na walezi, tuendelee kwa pamoja kushirikiana katika malezi ya vijana, kwa kuwa tusipofanya hivi, hii inaweza kuwa changamoto kubwa kwa jamii ambayo inaishi na vijana hao, lakini pamoja na jumuiya nzima ya Watanzania. Hii inaweza kusababisha mambo ambayo hatuyategemei yakatokea, hasa haya ya kikatili ambayo mara nyingi vijana wanapenda kuchukulia sheria mkononi.